tulikuwa na bwana Eric Ogugu alikuwa anachukua samples na kufanya analysis. Kwanza nataka kushukuru wakazi wa Lamu kupatia nafasi na kuongea na sisi, ndio pamoja tumejaribu kutatua shida ambayo ilikuwa inasumbua wakazi wa Lamu. Nitatoa summary ya environmental and social impact assessment report, na kama tuko na time pia tutapitia mambo ya resettlement action plan. Wacha nisisitize kwamba sio kila kitu iko kwa report nita present leo, kwa sababu NEMA walipeana 60 days wa stakeholders kuenda through report na kufanya representations both oral and written. Sasa hatuna time ya kusummarize 200 page document. Sasa kama kuna chochote ambayo sitaguza na you are concerned kwamba umeiona kwa report, tafadhali bring it up ndio sasa tuendelee. Nitasema sana kwa Kiingereza kwa sababu ya technical information ambayo iko hapa, lakini Bwana Gomu amekubali kunisaidia kutafsiri. Tafsiri yameweza kuangaziwa. La tatu ni kuweza kuhakikisha kwamba mbinu mwafaka za kuweza kutatua matatizo yale zimeweza kuafikiwa. La nne ni kuhakikisha kwamba washikadau wote wamewezeshwa kufanya uamuzi wa ufahamu. Na la tano kuhakikisha kwamba kumekuwa na kujua mambo ya mazingira kwa undani. Na la mwisho ni kujua madhara yale yataweza kuaffect, kuweza kudhuru watu ama mazingira na magari. Methodology ama utaratibu tulitumia kufanya hii kazi. Taratibu zenyewe zilikuwa ni kuangazia habari ambazo ziko ama elimu ya sayansi ambayo iko, mambo ya kuangazia mambo ya kemikali na mambo yale mengine ya mazingira kama hewa na maji na mchanga. Mambo yale mengine kuangalia biological environment, yani mazingira ya kibiolojia. La tatu ni mambo ya kijamii na uchumi. La tano ni kuangalia mambo ya matumbawe, na la mwisho ni kuangalia mambo ya uvuvi. Nafikiri kuna hizo parts ambazo umeweza kuziwa staboni na tatu ya meli za mizigo, nyingine za container, zingine za mizigo mikubwa. Okay. Na uzani umeweza kuwekwa pale. Na katika ujenzi ule wa zile parts utakuwa na kuweza kutoa mchanga na kuweza kurudisha, na utakuwa pia kutengeneza foundation msingi katika hizo parts. Kutakuwa na construction ya access road na barabara, kutakuwa na construction ya port offices ambayo inaendelea, alafu kutakuwa na supply of container handling. Okay, kutakuwa na equipment ambayo handle container kama container trucks, switch centers na forklift. Alafu kutakuwa na dredging ama uchimbaji wa bahari na construction ya causeway. Causeway ni barabara ambayo ina connect kule Bath na mainland. Alafu pia kuna supply ya electricity. Electricity tayari KETRACO wana construct power lines. Watu wa maji pia wanaendelea. Alafu kuna construction of CU channel for small boats. Okay, sheria ambayo will guide us. Sheria tumeangalia wakati wa kuandika hii report. Kuna Environmental Management and Coordination Acts 1999. Kuna Environmental Impact Assessment and Audit Regulations 2009. Kuna sheria ambayo ina deal na air quality, water quality, noise and vibration na makelele, mambo ya waste, alafu coastal zone. Additional kuna mambo ya biodiversity, kuna mambo ya wildlife, forest, maji, settlement na HIV/AIDS na culture.
Alafu kuna international laws, construction ya ports, kwa sababu we'll have ships coming from all over the country. So it is a requirement that we look at international laws and regulations. Kuna World Bank policy on environmental impact assessment, kuna World Bank policy on involuntary resettlement, kuna World Bank policy on indigenous people kama Boni community, alafu kuna policy with regards to dredging and disposal of dredged materials, culture, wetland, biodiversity, wildlife na oil spill. Hizo ni picha consultants, the work we are doing kule kwa bahari. Je, baada ya kufanya utafiti huu matokeo yalikuwa nini? Kwamba madini ya baharini ndani ilikuwa katika viwango ambao si vibaya sana. La pili ni kwamba heavy metals ama madini yale vilikuwa kwa viwango ambavyo viko chini ya vile ambavyo zile za kimataifa, viwango vya kimataifa ziko chini. Mambo ya hewa inaonyesha kwamba pia katika kuzi ya mambo ya hewa pia yako chini kulingana na viwango vilivyowekwa. Na pia wakasema kwamba kelele ilionekana kwamba iko katika viwango ambao pia vinaruhusika ya kimataifa. Wakati wa kuchimbua bahari, bila shaka maji yataweza kuchafuka, na hasa kwa mchanga ambao utaweza kutoka katika bahari. Na pia kuna uwezekano ya mafuta kwa meli ambazo zinafanya kazi pale kuweza kumwagika. Na sasa during construction, wakati wa kujenga, kuna uwezekano kwamba una mchanga ambao pia unaweza ukaleta madhara madogo. Na kutakuwa na temporary kuongezeka kwa viwango vya mchanga ndani ya maji ya bahari, ambao kwa muda viwango vile vya mchanga vitaweza kwenda chini na maji yataweza kurudia karibu na hali yake. Those are pictures that experts look during ecological assessment. Katika matokeo katika nyanja ya ekolojia, tunaona kwamba nyasi za baharini kama mwani wakaweka viwango vya 44% na zingine vya viwango vya 14%. Ni kwamba nyasi hizi ama aina hizi za mwani ziko katika orodha ya viumbe ambavyo viko na katika athari ya kuweza kuangamia, yani CITES. Hivi ni baadhi ya viumbe ambavyo vinaweza kupatikana. Unaweza kuona pale kuna kasa, kuna nguva, kuna samaki na vingine. Baadhi ya madhara ambayo yanatarajiwa ni kwamba kuna ekari kama 2 hivi za mikoko ambao tutaweza kuzipoteza, na mchanga ambao utaweza kupatikana baada ya kuchimbua pia unaweza kuadhiri ama utaadhiri na mikoko yetu, na mafuta katika meli ambazo zitakuwa zikifanya kazi ile itakuwa na madhara, na kuna maji ambayo ya meli zile kubwa huenda zikawa na mimea ambayo inaweza ikadhuru mazingira ya mimea yetu ambayo tuko nayo. Alafu pia bila shaka kuna mimea, kuna viumbe ndani ya maji chini kule ambao pia vitaathirika. Impact on coral reefs, reduction in species and diversity, sedimentation from suspended solids during dredging, leakage of sediment, potezwa ama zitaathirika. Njia za bandari zetu kwenda kuvua pia zitaathirika. Maji, usafi wa maji, usafi wa samaki pia utaathirika, na huenda ukapunguza kiwango cha samaki ambao watakuwa wanashikwa. Imbo zenyewe pia zitaathirika kwa kiasi kwamba wavuvi itabidi watumie imbo zingine, na pia maeneo ambayo yamehifadhiwa na jamii kama kijiweni yataweza kupotezwa. Ile remani ambayo inaangazia ule mchanga ambao utapatikana baada ya kuchimbua utatembea namna gani, bahari itaathirika namna gani. Ni kwamba bila shaka bahari maji yataweza kuchafuliwa, na kuna uwezekano kwa kwamba mchanga unapochimbuliwa
na kwenda kuwekwa mahali pengine, bila shaka utaathiri usafi wa maji, na pia kasi ama speed ya maji itaweza pia kupungua. Okay, the cultural analysis. Lamu is known to be rich in cultural and historical. Kwa madhara ambayo tumeweza kuangazia hapo awali ni mengi. Kwa hivyo suluhisho ni nini? Hasa kwa upande wa mazingira, moja ni kwamba ni lazima tukaweze kupanda upya mikoko yetu ili tukaweze kurudisha ile ambayo tayari imeathirika. Pili, tukaweze kutenga sehemu mbadala kwa sababu ya uhifadhi. Tatu, tukaweze kuchagua vyombo ambavyo vitaweza kuchimbua bahari kwa uangalifu zaidi. Nne, tukaweze kuweka kituo maalum cha kuangazia mambo ya uchafuzi, pollution ya mazingira yetu. Tano, tukaweze kuwa na kikosi maalum cha kuangalia mafuta yatakao mwagika kwa sababu ya meli ambazo zitaweza zikija mahali hapa. Na mwisho, lazima kufanyiwa uchunguzi zaidi kuhusu tamaduni zetu kulingana na project yetu. Suluhisho lingine ni kwamba ni lazima uwe na mpangilio wa kuweza kuwapa makao wale ambao watakuwa wamefurushwa kwa sababu ya mradi kulingana na mwelekezo wa Benki ya Dunia. Pili, ni lazima wavuvi wote wawezeshwe ili waweze kuvua maji mengi kwa kupewa vyombo vya kuvua, mafunzo pamoja na boti, vifaa vile, mashua za kuvulia. Tatu, ni lazima kuwe na uhamasishaji wa magonjwa hatari ambayo yanaweza kuchipuka kwa sababu ya wageni ambao watakuwa wengi mahali hapa kama ukimwi na HIV/AIDS. Na la mwisho ni lazima uwezo wa wavuvi ukaweze kuwezeshwa kwa kupewa ridhaa. Ridhaa hii ni mara mbili, kwa upande wa nchi kavu na upande wa baharini. Kwa hivyo ridhaa iko na iko kwa sehemu zote mbili. If you look at Chapter 5 of the Constitution, Section B, Part B, Section 69(1), it states that we must ensure sustainable exploration, utilization, and management and conservation of environment and natural resources, and ensure equitable sharing of acquiring benefits, of which the port definitely have some benefits in this country. And if you look at Schedule 4, Part 2 of the Constitution, Function number 10, I didn't see any place that the county government is being mentioned. And these resources in Lamu, and we have a county. And we don't think that the county government will just give the land for free. Every county has resources. If you look at other counties, they have coffee, they have tea, they have flowers. Lamu, we don't have those things. But we have our land as a resource. And it is the belief of the government and the county government that we will not give the land for free. We will want the port to pay something for the land that they use. This constitution respects values. And if you look at Chapter 10 of the Constitution, there are national values and principles of governance. And this article binds all state organs, all public officers, and all persons whenever they make decisions or make policies on governance. And as part of the policies, it says that we should respect human dignity, exercise equality, social justice, inclusiveness, equity, human rights, and non-discrimination and protection of marginalized communities. If you look at the whole document, there is nowhere it mentions how the bonding communities, how the hunters and gatherers will be given alternative sources of life, of which the areas that they are living, the lapsed corridor will pass through their areas. They will be displaced, but this document did not cater for these people.
Secondly, if you look at the Bill of Human Rights, it says that every person has inherent dignity and the right to have that dignity respected and protected. If you look at this report, it just says that there were consultations, people were consulted, but the researchers, you are here. We want you to tell us which forums you had that were inclusive, that people participated and gave their views as what you have stated in your documents. Therefore, we feel there should be a review and people participation should be there wholesomely. Secondly, this may not be in your reports, but we recognize the recognition that the President and the Deputy President has over the LAPSSET project. But it is our cry and demand to the government that the LAPSSET authority should be inclusive and it should have a representation of people from Lamu. We have a LAPSSET authority which does not have any person who is a resident and a citizen of Lamu Council. Therefore, we respect those who have been elected in the LAPSSET authority, but we are voicing this in the loudest of our voice that we want a representation in the LAPSSET authority of a person from Lamu. Thank you. Boreholes tatu ama mbili zilizojengwa kwa site hazitakidhi mahitaji ya maji hapa katika kaunti ya Lamu. Hivi sasa tulivyo tuna upungufu mkubwa wa maji. Je, hao watu 300,000 watakapokuja, si kwamba wote watakuwa kwa site? Nusu yao wataishi ndani ya miji yetu. Haya maji tulionayo yatatosha? Ikiwa hayatoshi, tujue tutafanya nini? Hizo ni baadhi ya gaps ambazo nimeziona. Kisha ningependa kuangazia hao watu wengi wanapokuja wakabadilisha maisha ya miji. 300,000 zinapokuja, si kwamba watu wakija watakuwa na makao waishi moja kwa moja. Lazima wengi watakuwa ni vibarua wa kazi, wataanza kujenga slums. Wanapojenga slums, na tunajua athari ya slums za kiafya na kisocial. Tumepanga nini zile slums zinazokuja? Ama hatutoruhusu zijengwe slums? Ikiwa hatutoruhusu, makao yao hao watu 300,000 wanapokuja wataishi wapi? Tungependa kujua hayo. Mwisho katika kuelezea yangu, Bwana Adala ametuelezea kwamba kutakuwa na resettlement program ya watu walioathirika. Tuikaribisha hiyo program, na akagusia kwa umbali bila kutoa wazi kwamba pia kutakuwa na compensation, yani akisema kwamba ikifacilitate livelihood yao. Hii ningependa ipanuliwe na tueleze hiyo compensation ambayo inakusudia kufacilitate livelihood ya watu walioathiriwa itakuwa namna gani. Asanteni sana. Asante sana. Kwa majina ni Mohamed Mbwana Sheikh. Maradi yule ni Mohamed Mbwana Ali, mimi ni Mohamed Mbwana Sheikh. Na ni naibu wa mwenyekiti wa Shungwaya Welfare Association na ni mwenyekiti wa Save Lamu ambao ni umbrella wa vyama vyote vilivyo Lamu East na Lamu West. Mimi sitaki kusema mengi kwa sababu nataka ufupisho kwamba mengi yamezungumzwa, lakini nilikuwa naomba kikao hiki niruhusu kwa sababu kule kufupisha kwangu kulingamana na huu mradi ambao utakaoanzishwa, si kwamba tuangazie kwamba ni watu wa Kililala peke yake watakaoathirika. Kama vile ripoti ya Adala ilivyosema, ametaja vijiji na ile bandari yenyewe si basi kando peke yake, ni mpaka kufika maeneo ya Ndao ndio bandari wasema. Kwa hivyo hapa lazima tujiweke wazi ili kwamba mpate picha kamili, ili mjue yale matatizo ambayo yameweza kufika, ili pake muwe na ile background ya kujua vizuri sana kwamba je, kuna matatizo gani ambayo tayari nyinyi mtakuwa mna ufahamu. Kwa hivyo ndio nilikuwa naomba kulingamana na ile ripoti ya parliamentary group iliyoongozwa na Mgabo Musibi,
Ndio nilikuwa naomba huyu ndugu yangu aisome only 1 minute tu, alafu ndio tutaendelea na pointi zangu mbili. Asante. Thank you. Hello. Ninafuatilia. Yule mzee. Nipenda kutoa shukrani kwa Neema. My name is Isaka Abubakar. Nikipenda kutoa shukrani kwa Neema, Bwana DC na wageni wengine, consultant is my best friend. Is always here with me. Kwanza kabisa ningependa mkiinuka mwende direct kwa masala ya reporting to save time. Alafu imebainika ya kwamba kikao kile kilichofanywa Kililana, ili muweze kuelewa hawa watu vizuri, ni kwamba ni kikao kimefanywa special kwa wale watu wa Kililana, lakini ile masala ya ile advertisement muliona ni hii ambayo kwamba tumekujia hapa, na so far congratulations, imeanza vizuri na inaendelea vizuri. Sasa mtu akija hapa asilalamikie sana kile kikao kile. Wana haki wafanywe kikao chao, kwa sababu ujenzi unaendelea katika sehemu zao. Mpaka sasa wao ni vipofu, hawajui kunaendelea vipi. Kwa hivyo walikuwa wana haki ya kwenda kufanyia kikao chao pia katika kutiana ile imani, lakini lile lengo hasa ni ile ambayo kama tunaendelea hapa. Mimi yangu ni mafupi, ni kwamba baada ya kusikia mitigation measures ambazo kwamba zimetajwa, ripoti yenu pia haikubainisha the proper time ya implementation, mambo ya compensation, mambo ya restoration, hiyo yeah, that's good, hiyo, na mambo ile ya kwamba wakitoka hapa watapitia njia gani, ile nyinyi mnajua, lakini ripoti yenu haijaweka wazi implementation time, ni muda gani ambao mutachukua katika kusawazisha hayo kabla ya ujenzi haujaanza rasmi, ingawaje unaendelea. Thank you very much. Thank you. Conclude sasa mzee. Fanya conclusion. Sasa mimi nilikuwa naomba Neema na sote tulioko hapa kwamba hakuna mtu ambaye atakayejidai kwamba yeye hakuletwa na Mungu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo ndio hii kitu very important ninayozungumza hapa. Na Mungu amemuumba mwanadamu, na kila kitu kilioko hapa ardhini Mwenyezi Mungu amekiumba kwa ajili ya manufaa ya wanadamu. Lakini nawaambia Neema, kwa sababu kisha Mwenyezi Mungu akaweka sharti kwamba ni lazima mwanadamu alinde mazingira. Na wakati tulipokuwa tunaunda Neema, tulipokuwa bado Neema ya unga, na tulipokuwa na vikao mbalimbali katika kuunda katiba ya Neema, kwa hivyo tulinukuu katika Qur'an, katika kulinda Neema ndio nawakumbusha Neema kwamba muzingatie sana kitu ambacho kwamba kiloundwa katiba ya Neema ilikuwa lazima kutoka aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ni aya ambayo kwamba inasema Mwenyezi Mungu ndio Neema hii ndio katiba yetu mlotunga. Baada ya billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu asema wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh qalu nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun. Ndio katiba ambayo tulikuwa wakati wa kuunda katiba ya Neema, kwamba na unapouliza kwamba wasilete ufisadi katika ardhi, wao wanasema la, sisi hatuleti ufisadi bali tunatengeneza. Lakini Mungu akasema no, hawatengenezi bali wanaharibu, lakini wao hawajui. Na ndio nikasema kwamba mangrove, ndio mimi nataka kuuliza kuja kuleta swala la mangrove very important. Na mena Neema na mabia, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipoumba huu ulimwengu ameleta vitu kwamba lazima vitu vile vilindwe ndio mwanadamu aweze kuishi na viumbe viliopo. Ndio utakuta kwamba leo milima imekaa ni vijingi vya kulinda ardhi isitembee. Kwa hivyo leo tuseme milima ina dhahabu na almasi kuivunje. Na ndio kasema very important ndugu zangu. Kwa nini leo nenda kijiografia katika ulimwengu mzima huwezi kupata mangrove isipokuwa ni Lamu peke yake, aina 9. Sehemu nyingine baadhi kuna aina 4, lakini Lamu kuna mangrove aina 9.
Na ndio nikasema kwamba mangrove hamungeisomea kwamba ile umuhimu wa mangrove katika kulinda ulimwengu, na nyinyi kwamba port moja katika zile assessment zenu mnaofanya ni kukata mikoko yote, wala mikoko haina badala. Hakuna bahala za kimauta kwenda kupanda mikoko mingine kama ile mliopata ya kufunua ile bahari. Kwa hivyo nasema kwa sababu hii kwa manufaa wanadamu. Leo namsikia mwanadamu leo analia kwamba wakati inapokuja mvua inagharibisha, kwa sababu mikoko ndio kasema kwamba ni kitu muhimu ambao inalinda ulimwengu mzima, kwa sababu nakwambia katika ulimwengu leo bahari inaenda saba: Atlantic, Pacific, Indian Ocean, Red Sea, Black Sea. Lakini katika bahari zote saba kuna bahari ambazo kwamba ni kubwa, ni bahari Atlantic, na ukifuatilia ya pili ni Indian Ocean, tena from Kipini to Somalia ndio kile kirefu baada ya bahari kuu. Kwa hivyo utakuta kwamba mangrove, nawaambia ndugu zangu, kwa sababu ikiwa leo mwanadamu umeweza kutengeneza telefoni, unaweza kuzungumza na ulimwengu mzima na uko hapa. Je, Mwenyezi Mungu aliyeumba? Kwa hivyo mikoko inalinda ulimwengu mzima. Sasa tukisema sisi tutaangazia, ndio nikasema viko vyenu, nendeni mkaangalie baina ya madhara na manufaa, ipi itakuwa inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo ndio nikasema swala la mangrove liangalieni, kwa sababu katika assessment yenu hamkufanya utafiti kuhusu mangrove inaweza kuleta hasara gani na inaweza kuleta hasara gani za mjumbe na jamii. Shukrani. Asante sana. Sasa, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina Omar Mbarak Hadi, umri wangu miaka 64 mimi. Hakika mengi yamezungumzwa, mengi ambayo kwamba tunasikia ya furaha, kuna na mengine ambayo ni matatizo. Mambo ambayo kwamba yamezungumzwa kwa hakika kuna mambo ambayo si maslaha ya umma wa Lamu, kuhusu mambo ya bahari, wavuvi, mambo mbalimbali yamezungumzwa hapa. Kuna mwenye akili yake ameasikia. Kisha alafu tumezungumza habari za ardhi, hususan habari ya Kililani. Unajua bwana DC, nimefurahi sana kupata nafasi kama hii kuzungumza, kwa sababu mimi ni mwathiriwa katika Kililani. Mimi mwaka wa 2000 nimeenda Kililani, nikashika msitu huko, nikalima, nikachoma mimi mwenyewe binafsi. Alafu shamba hiyo imechukua mimi mpaka 08. Bahati mbaya katika 08 nikapata accident, ikawa sikuweza kusimamia ile shamba hapo kwamba una miti ndani yake. Kwa hiyo mimi naomba bwana DC ufungue ofisi yako, kila mwathiriwa aje kwako ili tupate kuzungumza na komiti, ambao komiti ndio wenye matatizo sana, haswa chairman wa komiti. Mimi nimefuatana na yeye zaidi ya mwaka 1.5 ili kusuluhisha habari ya shamba yangu, na si peke yangu, kuna wengi waathiriwa. Kwa hiyo bwana DC, hii ndio habari ambayo kwamba nakuzungumzia, na inshallah tutakuja ofisini kwako utuite sisi waathiriwa pamoja na hawa komiti ambao ni walanguzi wakubwa kabisa. Na alafu bwana DC, tunazungumza mambo mengi hapa, lakini upande wa elimu ni kidogo sana. Tusikia hata kwa Lamu tutapatiwa university moja ambayo kwamba hii watu wa neema hii mnahusika, muandike katika kitabu zenu kwamba tunataka ngana sisi tupate university kwa moja katika Lamu district hapa. Kwa yangu sina mengi, yangu ni hayo kwa leo. utakuwa wa mwisho. Chairman wa Human Rights. Shukran. I'm not chair, by the way. I'm Human Rights Officer from the National Coalition of Human Rights. Mimi kulingana na ile report iliyotolewa hapo, Waswahili husema kilio kizidi maiti fanya nini? Maiti hutoka. Wote wamesimama hapa, hakuna hata mmoja anasema kwa pengine hii ripoti ni nzuri. Na kwenye dini tuambia ukitaka kufanya jambo pima mwanzo. Ikiwa
kheri iko nzuri zaidi, basi fanya, na lao kama ni shari ufanya nini? Waachana nayo. Jina linaitwa Faisal. Faisal. Hiyo ni dini imestatibu. Ikiwa unataka kufanya kitu, ukiwa na kiko shari yake kuji zaidi, wewe waachana nayo. Kulingana na ripoti iliyotolewa, the report it has a lot of leakages that require amendment and reconsideration. Nitakwenda tu in brief. Incomplete baseline information and distribution of impacts. Insufficient assessment of the project alternative and impractical and even harmful recommendation on measure to mitigate impact as contained in the ESIA. The project was unable to finance to lab tests to enable projection effect on the marine life. Ilikuwa nataka kuuliza hao walifanya hii. Je, wamesha consult ama wameshafanya masala lab test in the marine life? The answer is no. Losing of fishing grounds and loading. Imeshazungumzwa hapa, sina haja mengi. Mkanda is the only route utilized by the fishermen, tourists and the community traveling in the Lamu East. Sahihi, imeshazungumzwa. Wakulima, mzee Msuwa ameshazungumza, lakini hakueleza vitu zaidi. Wakulima Kililana na Hindi wameshajua wao wako wapi, wao walipo. Kusikia tu harufu, lakini haifanya nini? Hawazidani. Iko kwa nini? Kwa KPA. Je, hawa wavuvi wako wapi? Zikimina uko wapi wewe? Komu hapa. Je, ziko? Imekosubiri tu minister permanent secretary ayatapishwa. Hiyo pesa zifanye nini? Ziwe release. Je, fishermen pesa zenu ziko wapi? Hakuna. Kwa hivyo recommendations zipatikane kwa wavuvi. Fishing boats ambazo zinapatikana ziwe immediately wakati construction za boti zikifanyika, zionekane na boti ziko hapo. Kina kimi najua tayari, sisi hatuna wasiwasi, endeleeni. Sisi tuko na wavuvi tutakwenda zetu kwa hiyo, lakini hakuna kitu. Ilikuwa tunaomba na tuna demand the environmental social impact assessment iwe thoroughly review. At least to bless hii project iwe tayari. Asante. Kwa hivyo for those few remarks, thank you. I'm closing. My name is Jimmy Kimani, and I go straight to the point. I believe that we are the county, and every county, naamini sisi ndio county government, kwa sababu wananchi ndio wenye county government. Kwa hivyo tuko fully represented. Pili, hii ripoti upande wangu mimi nasema kwamba ninaiunga. Ninaiunga, lakini kuna kitu kidogo ningependa kuongezea. Ningependa kuongezea kuwa najua Waboni, they have been included in the report, that they will check about the Boni people. And I know, are you making noise? That this report imekuja hapa to discuss as the people of Lamu, ili consultation will take part. So the consultation is going as now. So in this report, the fishing activities, tumeona kuwa kutakuwa na affected fishing activities. So as much as if the government, if the people they are going to provide the fishing vessels, ni vizuri kama wataleta fishing vessels ambazo zinaweza zikaenda deeper, ambazo pia ziko na kama the Japanese fishing, because fishing is a whole agriculture. It's iko katika Ministry of Agriculture, ni kama tu Ministry of Agriculture, so classification. Kwa hivyo wa invest katika vessels ambazo zinaweza zikaenda further deeper, na hao wavuvi pia. They also include the freezing, the storage equipment. They should also include it in this report. Second,
when it comes to the construction of the buildings and the things that's going on into the ground, itakuwa jambo la maana if the government or the people in charge of this, they will approve, NEMA will approve constructions of buildings mixed with forests. Tujaribu kuchanganya miti na majengo ndani yake. Tatu, the big waves and vibrations ambazo zitakuwa caused by these ships coming in and out. Kutakuwa na dredge code. Hii dredge code ni vizuri angaliwe. Where is it dredging? Kuna sand ama kuna rocks. Kama kuna rocks, it can cause, due to faulting in geography, cracks on the coral. Inaweza cause a big mass wasting and destruction of the coral, which can be very dangerous kama wataenda kufanya dredging mahali ambapo kuna corals. Second, the waves zitakuwa created na vibration ya these big engines zinaweza cause some deposition na pia zinaweza kusababisha erosion. Mawimbi yanapokuja hasa kama kisiwa cha Lamu kutoka kwa mkanda na maji yanaweza yakakorod ile sand ambayo iko around. So they should see how they can solve it by maybe making a sea wall around Lamu or the affected areas. Nikimalizia, Manaport in this report itakuwa vizuri kama watatuonyesha the boundaries that are affecting the port, where the port is touching. Kwa sababu some people say it's coming to Mana Island across the channel, which I don't see the calculation of that. That's just a rumor say. I'm not sure about it. No. Second, the steering committee, it should be active. Isikuwa tu steering committee imekuwa tu pending hapo kama ile bendera ya Amerika pale. No, it should be something which we are supposed to see and talk with the people. Wajaribu kuunganisha watu. Alafu ukiangalia kama NEMA ina nguvu, NEMA you have the power to push the survey of the land. Now, no land has been surveyed in that Ilala or all of this region, which is a proper survey. Because a proper survey goes with gazettement. It must be advertised, and people must know. And the community lazima waekwe hapo, waelezewe kwamba leo ardhi itapimwa, kutafanywa hivi. Nothing like this is going on. Only that unasikia pale panafanywa survey. So it is good for NEMA. Wajaribu kuexercise land ikuwe surveyed properly by the government. Pili, na upande wa maji na supplying of water to the port, tuna uhaba wa maji. We have got a lot of ponds ambazo zimechimbwa mawe. Kule kuna chimbwa mawe Manda. Kuko na a lot of holes. Hizi holes tumeanza project ya kujaribu vile tutakavyo retrieve na kutengeneza jabias in the whole of that area. So that water itakuwa kama ni catchment ambayo ita supply maji to the ports. So it's good if we can try and see this point. Thank you. Yeah. No, it's a constitutional process. It's not a matter of your discretion. Excuse me, sir. Yeah, but it's a matter of constitution or discretion. It's not your matter. No. This is a matter of the community. Yeah, this is a matter of the community. I can't allow that. Yeah. This is a matter of the community. These are thousands of people's livelihoods which are at stake. No. Are you here just to object? Not to object. Actually, I'm here in support of this, and I'm a government officer as well, and I'm here to support this process. So what do you want? I want they can't just respond to the community. We need a comprehensive report which addresses all the issues raised by the community, not just responding and telling us this will happen. That you would have done in a nutshell when you are summarizing this meeting. And I'm not objecting, but I'm looking at defending the rights of these people. If you want to check me, you can wait. But don't afraid. Atapewa nafasi pale na ndio atapewa nafasi ya kae kwanza msikia atakwambia nini. Protocol here. Just msikia atakwambia nini. Which does na msikia atakwambia nini. We want order. Public hearing.
This is a matter of the law, not your meeting. Yeah. You are the chair, but it's not your meeting. No, I'm not chairing, but I should have the right to contribute. Can you be quiet? Sorry, ningeomba msamaha kwa mambo ambayo yanaendelea, lakini on behalf of NEMA tulisema kwamba leo mkutano ni wa NEMA na DC ndiye presiding officer. Kwa hivyo kama chairman. Haya, asante Bwana DC kwa hiyo fursa ambayo ni haki yangu, na kwanza kabisa majina ni Masaku Anaklis kutoka Tume ya Kutetea Haki za Kibinadamu. Anaklis Masaku kutoka Tume ya Kutetea Haki za Kibinadamu ya Kenya. Kwanza kabisa ni kushukuru shirika la NEMA kwa kutuletea hizi kikao cha umma hapa Lamu na kuweza kuongea kuhusu hii mradi. Lakini kwanza kabisa nataka kuwasilisha malalamishi yangu kuhusu hiki kikao cha umma ambao kimekuwa na waliochangia wamefanya vizuri, wakalete mambo muhimu kabisa, lakini kabla ya hapo ukiwaangalia utapata hawa ni wana vikundi ama wana represent NGO ama ni wale wa juu katika jamii walioenda shule. Ukiangalia mnao sheria yenu, lakini katika mradi kama huu, kwa sababu nina imani kuwa mshawapa ile license ya EIA ama hiyo mshawapa ikikuwa approved these reports project itakuwa imeanza. Lakini katika sheria za human rights ambao Bill of Rights chapter 4 inasema sheria zote za haki za binadamu ni mojawapo ya sheria za nchi ya Kenya. Na kwa kuwa hii kikao, hii ni ripoti kubwa kwa wenyeji kuweza kuisoma vile walipewa na kwa vile imefanyika kwa leo, tuwe kulikuwa na imani muweze kupata kutoka kwa kila mtu yale maoni yao vyema kabisa katika hii ripoti. Ningeuliza NEMA kana kwamba kabla ya hii mkutano ingefanyika wangefunza, ingewafanya Minister of Transport. I think they are the